nimemtaja Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngaiwa, atafuatana na Mheshimiwa Yahya Ali Muhata. Mheshimiwa Subira Khamisi Mgalu ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuchangia katika bajeti hii ya Wizara ya Madini. Niendelee kuwashukuru wananchi wa jimbo la Kahama mjini kwa kuendelea kuchapa kazi na kusadifu ile kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ya kazi iendelee. Lakini niwapongeze Wizara ya Madini na kakaangu Anthony Mavunde kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Tumeona katika taarifa yao uzalishaji wa madini katika nchi yetu umeongezeka na mchango wake katika pato la taifa umeongezeka. Ukiangalia kutokea mwaka 2023 mchango wa sekta ya madini umechangia kwa 9.1%, mwaka 24 umechangia kwa 10.1%, na mwaka 25 umechangia kwa 11.9%. Hii tafsiri yake ni nini, Mheshimiwa Naibu Spika? Tafsiri yake ni kwamba tukiwa na utashi wa kusema kwamba tufanye exploration nzuri katika sekta hii ya madini, itaenda kufikia hata kuchangia kwa 50% ya pato la taifa, na tuende tumpunguzie mzigo mwananchi wa kawaida kwa kumtoza kodi iliyo nyingi, wakati tuna resources nyingi sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, tukiangalia hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2026, kati ya lengo la kukusanya trilioni 1.4, Wizara ya Madini imekusanya shilingi trilioni 1.03. Hii ni tafsiri nzuri na ni mwendelezo mzuri sana katika nchi yetu. Sasa nimeona mpango mkakati wa Wizara ya Madini katika kuongeza tija na thamani ya madini katika nchi yetu. Tumeona kwamba wanataka kuiwezesha STAMICO, lakini pamoja na kuiwezesha GST katika kufanya survey kwa kurusha hizi ndege nyuki kwa maana ya drones, ili ziweze kufanya utafiti ulio mzuri na kuweza kuwapatia wananchi wetu na wawekezaji wengine maeneo mbalimbali ya kufanya uchimbaji wao. Na tumeona hadi kufikia Juni, kufikia Machi mwaka huu 2026, Wizara ya Madini imegawa karibia leseni 11,674. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hapa naomba niweke wazi swala moja kwamba ugawaji wa leseni uendane na kuendeleza vitalu hivi au leseni hizi za madini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu wanaochukua hivi vitalu na leseni za madini wanazichukua na wanaanza kuwa wanalipia zile kodi za kila mwaka, lakini hawafanyi muendelezo. Sheria ya madini ya mwaka 2023 inasema unapopata leseni ya kuchimba madini uanze kuifanyia kazi miezi mitatu tangu tarehe ya kupewa leseni hiyo. Lakini hawa watu wanachukua, wanalipia tu kodi, halafu wachimbaji wadogo wakienda wakipata madini wanafukuzwa, wanaambiwa hapa tunataka ibaki miti na ndege. Mheshimiwa Naibu Spika, hii sio haki, na nimwombe Mheshimiwa Waziri wa Madini, nimemsikia juzi hapa amefuta baadhi ya leseni. Naomba hapa hata ile Tume ya Madini isiwe kazi yake kugawa leseni tu, izifuatilie na kuona kwamba zinaendelezwa. Kama haziendelezwi, zichukuliwe zirudishwe chini ya serikali au wapewe vyama vya ushirika kule katika kata na vijiji vyetu, ili wananchi wetu wapate mahali pa kwenda kufanya shughuli za kuchimba madini. Juzi hapa katika wilaya yangu na jimbo langu la Kahama, wananchi wameenda wamevumbua sehemu madini, lakini baadaye wakaambiwa hapa ni mwekezaji. Ni kweli kuna mwekezaji, lakini tuangalie hawa wananchi nao kuwapatia maeneo ya serikali ambayo wanaweza kaenda wakachimba na kuweza kuendeleza kipato chao, kwa sababu sekta ya madini hii kule Kahama na kanda ya kule, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio uchumi wa kule wa kwetu. Sasa wananchi wanapokosa maeneo ya kuchimba, kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, tunakuwa hatuwatendei haki wananchi wetu. Hawa watu wenye leseni wanapozipata hizo leseni na madini yakapatikana pale, wanaingia joint venture na mikataba na wawezeshaji. Kwenye sheria ya madini, ndugu zangu waheshimiwa wabunge, imesema ni wawezeshaji, sio wawekezaji. Kwa hiyo wanakuja hawa ndugu zetu kutoka bara Asia wa China, wanakuja hapa na teknolojia yao. Pale kamati ya madini imesema wanaenda kuboresha teknolojia ya vat leaching na CIP. Lakini nataka nikwambie Mheshimiwa Naibu Spika, kuna teknolojia inaitwa heap leaching. Hii inafanywa na wawezeshaji hawa wa Kichina, wanakuja na teknolojia hii ambayo hawakubali kuipeleka na kuifundisha kwa wazawa
ili na wao waweze kupata tija katika kuchenjuaji wa madini ya dhahabu. Sasa sielewi, Tume ya Madini na hawa wenzetu wa NEMC wanaijua hiyo teknolojia na hizo zote chemicals zinazotumika katika kuchenjua dhahabu au hawajui, na environmental conservation inafanyikaje? Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana teknolojia transfer kwa mujibu wa local content katika sheria yetu ya madini iende kasimamiwe. Tusilete Wachina wanatuachia mabonanza yale madude ya kwenda wanaweka kwenye baa, watu wetu wanaanza kucheza kamari zile za kuweka shilingi 200, anakuja jioni, anakusanya, anapata mtaji, anafanya madini. Hana mtaji, hana chochote. Twende tukaliangalia hili Mheshimiwa Naibu Spika. Hii mikeka tunayo beti ya Wahindi, tunatandika mikeka inatutosha. Hii mabonanza, mimi nataka kwanza hata mapato yake sijui anasimamiwaje katika halmashauri zetu kule, kwa sababu sijaona sehemu yoyote wameweka kama chanzo cha mapato. Mheshimiwa Naibu Spika, hii sekta ya madini kwa kwetu, kama nilivyosema, ndio uchumi wa maeneo yetu na majimbo yetu ya kule. Namuomba sana kakangu Mavunde, hizi leseni ambazo haziendelezwi zichukuliwe, zirudishwe serikalini, wapewe wachimbaji wetu wadogo waweze kufanya shughuli za uchimbaji. Lakini hapa kuna vyama vya ushirika. Kwa mfano, kuna hiki chama cha ushirika kinaitwa Tanzania National Miners Cooperative Union Limited. Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru kwa mchango wako, muda wako umeisha. Nashukuru sana Naibu Spika, sitaunga hoja mkono mpaka nipate maelezo hayo kwa mujibu wa maelezo ya wananchi wangu. Asante sana.